Najaribu kukufafanulia mstari wa kwanza wa Misali sura ya 21 kwamba moyo wa mfalme yeyote uko kwenye mkono wa nani? Maana yake chochote kinachoitwa ufalme, Bwana ana uwezo wa kukimudu. Anaweza kukiongoza, kukifanya apendavyo. Kama ni ufalme umezuia mtu kuona mpenyo eneo la uchumi, moyo wa mfalme huyo, utendaji, mamlaka na nguvu za mfalme huyo ziko kwenye mkono wa nani? Maana yake Mungu anamudu huo mfumo ambao wewe umekumudu. Kama ni mfumo wa magonjwa, vifo vya kabla ya wakati, mashambulizi kwenye ndoa, eneo lolote mahali mtu anapita, Bwana anasema ule mfumo wa hivyo vitu viko kwenye uwezo wake. Yeye anavimudu, anamudu utendaji wote wa chochote kinachotumudu sisi. Kama kuna jambo limetuweza sisi, kwa Mungu analiweza yeye. Kama tumewezwa na magonjwa, Mungu anasema uwezo wa magonjwa huo unaotuweza sisi, Bwana anaumudu. Maana yake yeye anaweza kuamuru mahali penye magonjwa pasiwe magonjwa. Ndiyo maana ya Misali 21:1 anasema, rudia kusoma kwa sauti. Neno linasema moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana. Kama mifereji ya maji. Ametumia mfano wa mfereji wa nini? Maji. Wa maji. Ugeuza popote apendapo. Anaugeuza popote apendapo. Ndivyo Mungu anamaanisha kusema moyo wa chochote ambacho kinainuka kinyume na maisha ya kwako kiko kwenye mikono ya Mungu, na Mungu anaweza kukigeuza anavyopenda. Kama ambavyo maji yanaweza kugeuzwa, yalikuwa ni maji yanazunguka ovyo ovyo, yanaweza kugeuzwa yakavunwa, yakatunzwa pahala, yakatumika kwa ajili ya kutumia, yakatumika kwa ajili ya kumwagilia, yakatumika kwa ajili ya chochote sawa na aliyeyageuza. Lakini yakiachiwa yanaenda yanavyotaka. Wakati moyo wa nguvu yoyote ya uharibifu iliyoachiliwa kwenye maisha ya mtu, iwe kwa ngazi ya kifalme, iwe kwa ngazi ya wakuu, iwe kwa ngazi ya majeshi ya pepo wachafu, na yakaelekezwa kwamba hakikisha wale mabinti kwa lile kanisa hakuna utakatifu, kwamba mabinti kati ya lile kanisa hakuna ndoa, kwamba katikati ya lile kanisa hakuna mpenyo wa uchumi, kwamba katikati ya lile kanisa hakuna kuelewana. Mimi nasema ajenda hiyo Bwana anaimudu. Waliposema hakuna kuelewana, Bwana anasema kuna kuelewana. Anaposema wao kuna magonjwa, Bwana anasema kwa kupigwa kwake tumeponywa. Wanaposema hatuwezi kufanikiwa, Bwana anasema tutafanikiwa sana. Waliopunga ajenda hiyo anasema yeye anawamudu, wako kwenye mkono wake, kwa mfano wa mkondo wa maji, kwamba yanaweza kugeuzwa leo maji. Kama tungekuwa na chemichemi kubwa hapa, tunaweza kuisafirisha kama tuna nyenzo, ile chemichemi ikatiririka, huenda Kisesa wakapata maji, tukalazimisha mtelemko uende. Ndio maana kuna watu wako Shinyanga hawanywi maji ya chumvi. Maji ya chumvi wameyasahau. Kwa nini? Kuna bomba la maji ya ziwa Victoria yamelazimishwa, yanasukumwa mpaka Shinyanga, wanapata maji. Maana maji yanaweza kugeuzwa. Anatumia huo mfano ili uelewe.
kwamba chochote ambacho kinaleta ugumu kwenye maisha yako ni kwa sababu kimekumudu wewe. Hiyo tabia imekumudu wewe, hayo matatizo yamekumudu wewe. Ndio maana unapambana, uwezi kutoka. Hata kumiliki kitu sio jambo jepesi. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wamekumudu, wanasema hakuna kumiliki. Ashukuriwe Bwana, anasema hivi, moyo wowote wa chochote kwamba yeye kiko kwenye mikono yake anakimudu, anaweza kukigeuza. Rana anaweza kuigeuza, uharibifu anaweza kugeuza. Naongea na mtu mmoja anayeelewa anataka kwenda wapi. Walio tayari, Bwana anasema tangazo kwako kwamba kinachokumdu yeye anakimdu, atakigeuza mfano wa maji katika mkondo uliotengenezwa. Pe Yesu makofi mengi. Nazili yangu kwa Nazili yangu, Nazili yangu kwa Nazili yangu, Nazili yangu, oh Bwana, nikutumikie Yesu. Nazili yangu, Nazili yangu kwa Nazili yangu, Nazili yangu kwa Nazili yangu, Nazili yangu, Yesu, nikae hemani mwako. Nazili yangu kwa